Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wa Mungu, wana wa Mungu. Leo nimekuja tena tusome andiko. Kawaida yetu ni kukumbushana katika kusoma maandiko, na leo nitawaletea andiko hili. Wanasema kuna dhambi kumbe ambazo hazitasamehewa, sio sasa wala ule ulimwengu ujao. Ulimwengu ujao najua mnaufahamu ni ulimwengu gani. Ni ule ulimwengu wa ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu kwa kusoma vitabu basi uko karibu. Kwa hiyo tunaambiwa tutubu na kusali na kuabudu, kwa sababu hatujui siku wala saa mwana wa Adamu atakaposhuka kuja kuhukumu, kuchuja ni nani anastahili kwenda huku na nani anastahili kwenda huku. Jamani, haya sio maigizo ya kwenye vitabu. Kuna watu wengi huwa wanavizalau sana vitabu vya Mungu. Wanasema kwamba humo mara huyu kaandika binadamu, mara huyu kaandika hivi. Tusiwe tunapenda kuvizalau vitabu. Kwa sababu kama ukivisoma hivi vitabu kwa kuamini, Roho ya Mungu anakaa ndani kwako, anakaa katika hekalu lako. Kwa nini usiweze kuamini vitabu hivi kama ni vya maandiko matakatifu? Vitabu ni maandiko matakatifu. Okay, twende tukasome tujue ni dhambi gani ambayo wanasema haitasamehewa kwa mujibu ya maandiko ya Biblia. Okay, kama kawaida Biblia yangu wanatumia simu, basi nitachukua simu yangu tuanze kusoma. Hii inasema Mathayo mstari wake, Mathayo 12 mstari wake wa ngapi? Mathayo 12 mstari wake wa 31, mstari wake wa 31 mpaka 32 inasema tunaanza 31. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kukufuru Roho hautasamehewa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru utasamehewa mwanadamu, ila kwa kukufuru Roho hautaweza kusamehewa. Ya 32 inasema, naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatosamehewa katika ulimwengu wa sasa na ule na walio katika ule ujao, na wala ule ulimwengu ujao. Kwa hiyo ukisema neno lolote kuhusu mwana wa Adamu utasamehewa, lakini utakaposema neno juu ya Roho Mtakatifu, kukashifu Roho Mtakatifu, hautasamehewa katika ulimwengu huu wala ule ulimwengu ujao. Katika ulimwengu huu wa utawala wa kidunia na ule ulimwengu unaokuja wa ufalme wa Mungu hautasamehewa kwa kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo inatupaswa tujizuie sana kutenda dhambi ya kumdharau Roho Mtakatifu, kwa sababu ni dhambi ambayo hautaweza kusamehewa. Ndugu zangu, tujue sana maandiko, tusome sana maandiko ili tuweze kumtambua huyu Mungu. Tumtambue Mungu wa kweli na sio kutambua miungu ambayo inakupeleka uende tofauti na Mungu aliyetuleta hapa duniani ili tumwabudu. Mungu anatupenda na ametuambia
amri kuu iwe upendo. Kama vile mimi ninavyowapenda nyinyi, basi na nyinyi mnipende mimi. Amri kuu. Tukizingatia haya, hakika tutashinda katika ulimwengu wa kifalme wa Mungu, na tutaishi kwa amani hayo maisha yajayo. Na maisha yajayo kwa mujibu wa Biblia yamekaribia, japo tunaishi miaka 10, 15. Utakapopata hiyo bahati miaka 20, 30, unasema mbona ufalme wa Mungu kila tunaposoma toka Biblia tuanze kusoma inasema inakaribia. Lakini zile dalili tunaziona zinatokea, na dalili zilizoandikwa zinatokea. Ukiwa unaikashifu Biblia, unasema sio maandiko matakatifu. Kwa nini vinavyoandikwa vinatokea wakati ziliandikwa miaka iliyopita? Lakini unaona kila tunapokucha yale mambo yaliyotabiriwa katika Biblia yanatokea, na mengine yameshapita. Je, hao watu walikuwa na maono gani ya kuona mambo yajayo? Ndugu zangu, katika hili basi niwaachie nyinyi, tujitahidi kusoma Biblia na tubarikiwe na hili neno. Niseme kwa kumalizia, amen.